Maundi TV ni mwanga wa jamii. Adolf Hitler alizaliwa Aprili 20 ya mwaka 1889 katika mji mdogo wa Australia uliojulikana kama Braunau. Baba yake alikuwa anajulikana kwa jina la Alois Hitler ambaye baadaye alikuja kuwa afisa forodha mkuu, na mama yake Adolf Hitler aliitwa Clara ambaye ni mtu aliyetokea katika familia ya kimaskini kabisa ya kikulima. Adolf Hitler hakufanikiwa kusoma kwani alikuwa mtoro sana na kuacha shule mnamo mwaka 1905. Lakini pia sifa za kuwa kiongozi bora katika shule ya msingi zilimbeba sana Adolf Hitler. Katika elimu ya serikali kulikuwa na ushindani mkubwa sana, na hivyo Adolf Hitler aliamua kusimama kimasomo. Hivyo elimu yake rasmi ikawa imemshinda. Akiwa na umri wa takriban miaka 18, Adolf Hitler aliamua kwenda hadi mjini Vienna, huku akiwa na fedha alizokuwa amerithi baada ya baba yake mzazi kufariki dunia mnamo mwaka 1903. Historia inaonyesha Adolf Hitler katika vita ya kwanza ya dunia alikuwa ni mpiganaji wa kujitolea katika jeshi la Ujerumani, na hatimaye alipata nafasi ya ukopro na baadaye alibahatika kupata zawadi ya mkimbiaji bora huko vitani. Na pia Adolf Hitler akapewa nafasi ya mjumbe wa mawasiliano huko jeshini, na hapo ndipo ilianza safari yake ya kupelekea uzoefu kamili jeshini na kuanza kuibukia katika majukwaa ya mikutano ya kisiasa. Adolf Hitler aliibuka na kuwa miongoni mwa madikteta wenye nguvu na umaarufu mkubwa sana duniani katika karne ya 20. Baada ya vita ya kwanza ya dunia, Adolf Hitler aliibuka na kuwa kiongozi mkuu wa serikali ya Ujerumani kupitia chama cha National Socialist German Workers Party mnamo mwaka 1933. Kupitia kuanzisha kwake kwa makambi ya mauaji pamoja na mateso dhidi ya watu wasiokuwa Wajerumani, hasa aliwalenga na kuwaua Wayahudi takriban milioni 6, kulimfanya aonekane kuwa ni mbaguzi sana wa rangi. Haya yalikuwa ni mauaji ya halaiki yasiyoweza kusahulika katika historia ya dunia. Jitihada na chokochoko zake zilisababisha kuivamia kijeshi nchi ya Poland mnamo mwaka 1939 na hatimaye vita ya pili ya dunia ilitokea. Kuna muda Adolf Hitler aliwahi kutoroka mafunzo ya kijeshi huko Austria mnamo mwaka 1913. Lakini alirudishwa kwa nguvu sana. Baada ya muda alianza tena kujitolea katika jeshi la Bavaria na hatimaye mwaka 1914 aliingia vitani huku akiwa askari wa kikosi kilichokuwa mstari wa mbele kabisa upande wa magharibi mwa nchi. Uzoefu alioupata katika mapigano ulimwathiri sana vibaya. Kiwango cha muda mwingi katika maisha yake alikuwa akiwaza na kupenda vita. Katika hotuba yake, Adolf Hitler ilifahamika wazi kuwa watu wengi walianza kujiunga na chama hicho ili kumfuata Hitler na kusikiliza hotuba zake ambazo zilijaa ushawishi, elimu na hamasa kubwa kwa Wajerumani wengi. Wajerumani baada ya kusikiliza hotuba zake walikuwa wapo tayari kufanya jambo lolote ikiwa wameamriwa na Adolf Hitler, na huu ulikuwa ni muda wake muafaka wa kutekeleza ndoto zake na malengo yake kwa taifa la Ujerumani. Mnamo Septemba mwaka 1919, Adolf Hitler alianza kushiriki mikutano kibao ya chama cha wafanyakazi. Katika mikutano hiyo alikuwa ni mzungumzaji mwenye ushawishi mkubwa sana kutokana na propaganda zake. Adolf Hitler alikuwa ni bingwa wa kujenga hoja katika chama cha Kinazi. Hoja za Hitler zilijikita zaidi katika kupigania utaifa na kuchochea zaidi ubaguzi wa rangi. Aliongeza sana ushawishi kwa watu na maelfu ya wanachama walijiunga na chama hicho cha National Socialist German Workers Party, yani NSDAP. Hadi mwishoni mwa miaka 1923, idadi ya wanachama wa chama cha Nazi walikuwa wamefikia 56,000. Hao ni yeye tu aliyokuwa amewaongeza katika chama chake. Akawa maarufu sana katika jeshi la Bavaria na siasa za Ujerumani. Hitler alitumaini kuwa angetumia udhaifu wa hali ngumu ya kiuchumi kuipindua serikali ya mjini Berlin. Kwa dhamira ya dhati kabisa ya kuipindua serikali, alianzisha maandamano ya fujo mnamo mwaka 1923 huku akitumaini kabisa kuwa serikali ya ushirika ya Bavaria ingeshirikiana naye kuipindua serikali ya Berlin. Jambo hilo la kuipindua serikali ya Berlin lilishindikana. Baada ya mapinduzi ya serikali kushindwa mnamo mwaka 1923, alikamatwa na kutiwa jela, ambapo baada ya kutoka jela aliendeleza kukijenga chama chake ili kije kishike madaraka kwa njia ya kisheria. Aliamini kuna majira yangekuja, angeanza kuijenga Ujerumani upya kwa misingi ya rangi, yani ubaguzi wa rangi
ambapo angeongeza ukubwa wa Ujerumani kwa kuvamia na kutawala maeneo mbalimbali ya dunia. Aliamini kwamba Ujerumani ni lazima ipigane vita vingi ili ikalie eneo kubwa la ardhi na Wajerumani waendeshe shughuli mbalimbali za kilimo na viwanda. Hatimaye kuwa na umaarufu usio na shaka katika siasa za Ujerumani. Mwezi Novemba mwaka 1932, rais wa Ujerumani Mheshimiwa Paul von Hindenburg aliyeishi kuanzia miaka 1847 mpaka mwaka 1934 alimuita Adolf Hitler kisha akamfanya awe kansela ili kuiongoza serikali ya muungano wa Kinazi. Kwa miaka miwili ya mawazo ya Adolf Hitler, alionyesha heshima kubwa katika kutoingilia mihimili yote, yaani mahakama pamoja na bunge. Kutokana na wadhifa muhimu sana katika serikali ya kijeshi cha Nazi, Hitler alianza kumtumia aliyekuwa rafiki yake na waziri wa ulinzi ambaye alijulikana kwa jina la Werner von Braunberg. Taratibu Hitler alianza kuiongoza wizara hiyo. Adolf Hitler alianza kuwaondoa wahasimu wake wa kisiasa huku akihakikisha ngazi zote za kiserikali na taasisi kuu za kisiasa zipo chini ya udhibiti wake. Kufuatia kifo cha Rais Hindenburg mwezi Oktoba mwaka 1934, basi ikawa ndiyo njia yake rahisi ya kufuta cheo cha urais. Hatimaye rasmi Adolf Hitler akawa kiongozi mkuu wa serikali ya Ujerumani na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Ujerumani. Baada ya muda mfupi alimteua Joseph Goebbels kuwa mkuu wa kitengo cha propaganda aliyezaliwa mwaka 1887 na kufariki mwaka 1945. Pia alimteua Heinrich kuwa mkuu wa polisi wa Ujerumani. Utawala wa Adolf Hitler ulionekana kuwa na mvuto mkubwa sana baada ya mamilioni ya watu wa Ujerumani kuandamana huku wakimshangilia mnamo mwaka 1934. Baada ya kuhakikisha nchi ya Ujerumani imethibitiwa vilivyo, alianza kuhamasisha maliasili za Ujerumani zitumike kwa ajili ya uvamizi katika mataifa jirani na kuhakikisha ubaguzi wa rangi unatawala upande wa katikati mashariki mwa Ulaya. Aliwaandaa watu waliokuwa hawana kazi, takribani watu milioni 6, ili wafanye kazi kwa ajili ya maandalizi ya vita. Kutokana na propaganda za kikatili, Adolf Hitler aliwaua Wayahudi wengi ambao alidai wao ni moja ya sababu ya matatizo ya ndani na nje ya nchi ya Ujerumani. Kitu kinachoogopesha na cha kutisha ni kwamba Adolf Hitler alitoa amri Wayahudi waliokuwa watoto, wanaume na wanawake wachome moto kwenye matanuru yaliyokuwa yameandaliwa kwenye makambi yaliyokuwa chini ya udhibiti wa Himmler. Ujerumani ilipata muungano wa kijeshi wa mataifa ya Japani na Italy. Muungano huu ulikuwa muhimu sana kuelekea maandalizi ya vita. Mnamo Septemba 1 mwaka 1939, Adolf Hitler alianzisha vita ya pili ya dunia kwa kuvamia kijeshi nchi ya Poland. Lengo lake hasa aitawale Ulaya yote. Uvamizi huu wa ghafla dhidi ya Poland ulienda sambamba na maangamizi makubwa ya
vitu vingi sana kwa ajili ya maslahi ya taifa lake, lakini pia ni kwa ajili ya kuboresha na kuimarisha ngome kubwa sana ya nchi ya Ujerumani. Naamini umepata kumjua Adolf Hitler kwa namna moja au nyingine. Je, ni kweli Adolf Hitler alikuwa ni mbaya kiasi kwamba hakuwa na wema wowote ule katika taifa lake, au aliamua kupambania taifa lake katika njia ambazo sio sahihi katika kuweka taifa lake liwe imara muda wote kama mwanajeshi wa taifa lake la Ujerumani? Weka komenti yako na uniambie ni kitu gani pia ambacho ungewashauri watu wenye tamaa za madaraka, watu wenye tamaa za kuliongoza taifa kwa kutumia mabavu na sio demokrasia.